Na wasalimu kwa heshima sana ndugu wajumbe. Heshima hizi zinakuja kwenu kwa sababu ndio mmeshika mustakabali wa kutuletea viongozi wetu ambao watapigiwa kura kuongoza taifa hili kwa miaka 5 ijayo. Na wasalimu wajumbe kwa sababu huu ndio mwaka wenu na taifa linategemea sana maamuzi yenu. Chama cha Mapinduzi kimekuwa na vikao vikubwa vitatu vya kikatiba na kila kimoja kina wajumbe wake. Kuna kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, kuna kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi pamoja na mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi taifa. Aina hii ya vikao hushuka mpaka kwenye ngazi ya chini kabisa ya kata. Lakini leo nataka nikujuze kuhusu mkutano mkuu wa CCM taifa, na swali langu kwako linakuwa, unawajua wajumbe wa mkutano huu? Wacha nikujuze. Wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM wanawakilishwa na makundi mbalimbali ambayo ni pamoja na wabunge wote wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Hawa wanaingia kwa nafasi zao. Wabunge wote wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar wanaotokana na CCM nao pia wanaingia. Wengine ni wenyeviti wote wa CCM wa mikoa na wilaya Tanzania nzima, lakini pia makatibu wote wa CCM wa mikoa na wilaya nao wanaingia kama wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa, na hawa wanaambatana na wenyeviti na makatibu wa jumuiya za Chama cha Mapinduzi wa mikoa. Tunaelekea kwenye mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi na makundi ya wajumbe yaliyobaki ni halmashauri kuu za CCM za mikoa, nao wanaingia kwa nafasi zao. Makatibu enezi wa CCM wilaya na mikoa, lakini pia kuna wawakilishi kutoka mabaraza ya jumuiya za chama wanaowakilisha mikoa yao kwenye baraza kuu la jumuiya yake taifa. Kuna wajumbe watatu wa kutoka kila wilaya wa kuchaguliwa, na mwisho ni wajumbe wote wa halmashauri kuu ya CCM taifa. Jumla yao wote hawa wanafanya mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kuwa na idadi ya wajumbe 1936, na mkutano huu ndio unatajwa kuwa mkutano unaofuatiliwa zaidi kati ya mikutano mikuu ya vyama vyote vya siasa nchini Tanzania, na unafanyikia jijini Dodoma, Tanzania.